Afrika hii leo ni mwaka mmoja tangu janga la mafuriko kukumba mji wa Mai Mahiu. Wakazi wa eneo hilo kwa mwongozo wa madhehebu ya dini wameandaa ibada ya maombi. Sasa tunaungana na mwanahabari wetu Willy Dennis Njiru ambaye amekita kambi katika eneo hili ambalo madhehebu au ibada hii ya maombi inaendelezwa. Pia tuchore taswira kamili ya jinsi kumbukumbu hii imesalia katika nyoyo za wale walioathirika. Njiru? Mwenzangu Rugaival studioni zetu jijini Nairobi, mbashara kutoka eneo hili la Mai Mahiu, na jinsi ambavyo ulitangulia kuwajuza watazamaji wetu ni kwamba ibada hii maalum inaendelea hivi sasa katika eneo hili la wazi hapa mjini Mai Mahiu. Na walisema wahenga kwamba mwenye kovu sidhani kapoa, labda tu wameweza kuwa na himizo la kuishi kwa makovu. Na pasi na kupoteza muda, ninao baadhi ya wachungaji walioko katika eneo hili watueleze imekuwa vipi. Ni mwaka moja sasa, mlifikiria vipi katika kuandaa shughuli hii mkiwa madhehebu ya kidini? Imekuwa mwaka moja. Kwa majina ni Reverend Joseph Kitao, mmoja wa makasisi hapa Mai Mahiu. Tumekuwa mwaka moja, leo ndio tunakumbuka baada ya mwaka mzima ya mafuriko ambayo ilitupata, tukapoteza watu zaidi ya 63. Na leo tumekusanyika kama kanisa na ili tuzidi kuwafariji na kuwatia nguvu ambao walibaki, na bado tukihimiza serikali, kwa maana kuna mambo ambao serikali iliahidia watu wetu na mwaka mzima bado hatujapata hayo, especially compensation na kurestore the livelihood ya watu. Serikali bado haijatimiza hiyo, na kwa hivyo tuko hapa tukiwa kuwatia nguvu na bado kuwauliza serikali iwakumbuke watu wetu. Wacha nisikie kutoka kwa mwingine. Karibia hapa, tueleze hapa, karibia tu kwanza, utueleze kwa kifupi tu yanaendelea kwa sasa na ipi njia kwa. Sawa, mimi jina langu ni Kasisi Kuria, sekretari wa ushirika wa wachungaji hapa Mai Mahiu. Tumekuwa na wakati mgumu kutoka wakati janga hili lilipotokea, na jambo moja ambalo tunahisi kama wachungaji na kanisa la Mai Mahiu ni ya kwamba serikali imetuachilia. Serikali ilituondokea wakati kamera ziliondoka, wakati tulimaliza mambo ya kamera na wakatuacha. Zile promises walifanya, kwa mfano kuna barabara hii ya kutoka sasa hizi haijawahi kutengenezwa, na walisema ya kwamba itatengenezwa. Mambo ya hiyo, hata hiyo hospitali yetu, kwa sababu walikufa kwa sababu hawangepata ile first aid, na wakatuahidi ya kwamba watatengeneza, wataangalia mambo ya county government, na haijawahi kutengenezwa. Walipo leo vile ambavyo tunazungumza, tunaomboleza service bila wawakilishi wa serikali. They are not even here today. Ni kama tunahisi ya kwamba wametuachilia, they have not been here, wametuacha, na tunaomba ya kwamba it's time for the government to act na ikumbuke wakazi wa Mai Mahiu. Asante. Karibia hapa tukimalizia. Wewe nimekuona wakati wa shughuli za uokoaji. Tutambulishe kwanza na hali imekuwa vipi? Kwa majina naitwa Joseph Waigwa, mkaaji wa Mai Mahiu, na so far so good. Mai Mahiu sio kuzuri, wakati ambapo serikali inaeleza wananchi wa hapa wahusika wa maji watasaidika, then serikali inakosa kufanya kitu ambayo waliongea. What we can also ask our government, His Excellency the President William Ruto alisema ya kwamba jeshi itatoka hapa kama barabara zimeundwa, kama wananchi wameseto. So far so good. Ni mwaka mzima hakuna chochote lilifanywa. Tunauliza serikali yetu, wananchi wa Mai Mahiu watasaidika lini? Asante sana. Asante ndugu, karibia tumalizia na wewe. Huyu ni mmoja wa wale ambao walipoteza mtoto mdogo. Jitambulishe kwa jina na umeweza kusonga vipi? Kwa majina yangu naitwa David Karanja Kenyanjui. Mimi ni mmoja wa wale waadhiriwa tulipatwa na maji na tarehe kama ya leo tarehe 29 mwezi wa 4, na tukawa na shida sana. Sisi tangu wakati huo ni mwaka moja imeisha, hatujapata usaidizi yoyote kutoka kwa serikali. Ila usaidizi tunatoka ni kwa well-wishers, makanisa kama hawa mapasta tuko nao hapa siku ya leo, hadi wanatusaidiaga. Sisi ningeuliza, kwani serikali ilisahau na sisi? Kwa vile sisi tunateseka. Sisi ni watu wako na watoto tunataka kusomesa na hatuna chochote. Sisi tunalilia serikali itusaidie, ama mtu yoyote anaweza kusaidia. Labda kulikuwa na
takwimu kwamba kuna baadhi ya watu ambao hawakuwahi patikana. Hali hiyo iko vipi? Walipatikana ama ilikuwa tu walipatikana baadaye? Kuna watu hawakupatikana hata siku ya leo. Kuna watoto watatu hawajaonekana leo, na bado hatujui vile kuliendelea, serikali vile ilichukua mambo hiyo. Na pia kuna watu wengine pia wanaendana na wheelchair, hawana chochote. Nashukuru sana kwa muda wenu. Na Rugaival, mambo ni kama hayo tu, baadhi ya wahanga wa mkasa huo kuweza kutoa simulizi zao hapo, na tunatumai kwamba taasisi mbalimbali za serikali zinaweza kusikiza mambo yanayoendelea hapa na aghalabu waweze kuchukua hatua ili labda kuwafidia ama kukidhi mahitaji yao ambayo wanasema wengine wamelemaa na hali haijakuwa vile ilivyokuwa katika siku za nyuma. Ukumbuke kwamba ni msimu wa mvua na yale maeneo tayari hata hayajaweza kutiwa chakula kwenye shamba, hata ingawa yalikuwa yenye rutuba kubwa. Taarifa hii itakuwa tukiandaa kwa mwendo wa saa 1 na saa 3. Ni hayo tu kwa sasa, Rugaival, na kurejeshea usukani ili ukaweze kuendelea na taarifa zaidi. Naam, asante sana Willy Dennis Njiru kwa kutenga muda na kuzungumza na hao ambao wanaendeleza ibada hii ya maombi, na bila shaka tutakuwa tukitarajia mengi kutoka kwako hapo mwendo wa baadaye. Tuangazie taarifa nyingine.